Kabla tujaendelea zaidi, ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha. Na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini. Ni mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako unaweza kuisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako. Baada ya wananchi Yanga kupata ushindi wa mabao 3-0 katika mechi iliyotarajiwa kuwa ngumu sana dhidi ya Tabora United pale kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi mkoa Tabora, wamefikia rekodi ambayo kama wataidumisha basi itakuwa ni aina yake barani Afrika katika ligi kuu bora zote barani Afrika, lakini pia mpaka kwenye ligi zile ambazo haziitwi kuwa bora. Rekodi hii ni ipi? Ni upachikaji mabao. Ni kwa sababu ushindi wao wa mabao 3-0 uliwafanya Yanga sasa wakiwa wamecheza mechi 23 kufunga mabao 61 goals. Hii ndio rekodi inayoizungumzia, ambayo hata hivyo itategemea endapo Yanga wataidumisha kuendana na kasi hii ya upachikaji mabao mengi karibu katika kila mechi. Ni kwa sababu gani? Katika mechi 23 tukiweka katika dakika ndio kipimo zaidi. Juu ya kasi ya upachikaji mabao kwa timu, kipimo chake huwa ni MPG, minutes per goals, MPG. Kadri dakika zinavyokuwa chache, kwa maana hii MPG inavyokuwa na tarakimu chache kwa maana ya thamani, ndivyo inavyoashiria juu ya namna timu husika ina safu kale ya ushambuliaji ama ina mfumo mzuri wa kushambulia na kubadilisha nafasi kuwa mabao. Ni kwa sababu unachukua dakika zilizochezwa katika mechi katika idadi kulingana na idadi ya mechi gawanya kwa idadi ya mabao ndio unapata MPG. Sasa Yanga kucheza mechi 23 maana kubadilisha katika dakika tutachukua 23 mara 90 kwa sababu mechi moja huwa ni dakika 90. Ukizidisha vizuri utapata dakika 2070. Dakika 2070 kwa idadi ya mabao iliyofungwa na Yanga ambao ni mabao 61, ukigawanya hapa kwa 61, ukigawanya vizuri utajikuta unapata jawabu ni dakika 33 na sekunde 55. Hii ndio rekodi ya juu mno kuwahi kutokea katika ligi kuu Tanzania bara tangu ianzishwe, lakini pia katika ligi nyingine zote barani Afrika kuanzia msimu wa 2010-2011 mpaka msimu huu hakujawahi kutokea timu kufunga mabao kwa kasi hii. Nadhani nimeeleweka vizuri. Nazungumzia ligi kuu Tanzania bara tangu ianzishwe hakuna timu imemaliza ligi ikifunga mabao kwa kasi hii, yani MPG, kwamba kila baada ya dakika 33 na sekunde 55 hiyo timu kwa wastani inafunga bao. Lakini kwa ligi nyingine barani Afrika kwa misimu kuanzia 2010-2011 mpaka msimu wa 2024-2025 bado hakuna timu yenye kufunga mabao kwa wastani huu. Hata hivyo, msisitizo, wastani huu wa Yanga ni pale tu itakapohitimishwa ligi kuu Tanzania bara kwa kumaliza mechi 30 ndipo tutakapojua kama je itaendeleza rekodi hii ama itakuwa vinginevyo, kwa sababu Yanga wamebakiza mechi 7 ili kutimiza mechi 30 za kuhitimisha msimu 2024-2025. Sasa inawezekana labda ikawa hawafungi bao lolote katika mechi 7 zilizobaki, manake kwa vyovyote itaathiri hii MPG kwa sababu dakika zitaongezeka, mabao yatakuwa yamebaki yale yale 61. Hapa nimetolea mfano. Lakini kama Yanga itaendelea na kasi hii ni dhahiri inakwenda kuandika rekodi. Kwa sababu gani? Hivi sasa kuanzia msimu wa 2010-11 mpaka msimu huu, ambapo msimu huu bado haujahitimishwa, hatuwezi tukawa na majibu ya moja kwa moja, lakini kuanzia 2010-2011 barani Afrika, sio tu Tanzania, barani Afrika, timu iliyokuwa inashikilia rekodi ya kufunga mabao kwa kasi zaidi yenye MPG ndogo zaidi kuashiria kwamba inafunga mabao sana ni Wekundu wa Msimbazi, Simba. Na rekodi hii Simba waliiweka
msimu wa 2022 2023, msimu ambao watengeneza wa jadi Yanga walitoa ubingwa. Walimaliza ligi Yanga wakiwa mabingwa. Mabao walikuwa Yanga wamemaliza ligi wakiwa wamefunga mabao 61. Simba ilimaliza ya pili, tunakumbuka vizuri, wakiwa na pointi 73, lakini mabao waliofunga Simba yalikuwa ni mabao 75. Mabao 75 katika mechi 30, maana yake mechi 30 kwenye ligi yetu, kwa sababu kuna timu 16 katika msimu wa 2022-2023, hata ilivyo sasa kuna timu 16, kwa hiyo mechi 30. Simba katika msimu 30 mara 90 unapata dakika 2700, yani baada ya msimu kuhitimishwa dakika 2700. Kufunga mabao 75 MPG kwa utaratibu ule itakuwa ni dakika 2700, halafu gawanya kwa 75. Kigawanya vizuri, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, utapata dakika 36. Hiki ni kiwango cha juu zaidi kilichopo kama record kuanzia 2010 2011 mpaka kufikia mwanzoni mwa msimu huu. Na sio tu Tanzania, Afrika nzima, sio tu kwenye ligi kuu 10 bora, bali ligi zote katika mashirikisho yote wanachama wa CAF kwenye ligi kuu zao, hakuna timu imewahi kumaliza msimu ikiwa na wastani huu isipokuwa ni Simba mnyama ya Tanzania. Lakini sasa kwa kasi hii ya Yanga, maana yake inaonyesha endapo ataiendeleza hii, wanaenda kuandika rekodi mpya sio tu Tanzania bali barani Afrika kwa kufunga mabao kwa kasi hii. Swali, je, wataendeleza hivyo? Kwa maana hivi sasa kwa mfano barani Afrika ukiangalia katika ligi kuu bora zile, kwa mfano Misri rekodi ya timu kufunga mabao mengi kwa msimu kuanzia msimu wa 2010-11 mpaka sasa inashikiliwa na Al Ahly. Al Ahly rekodi hizi waliziweka kwa kufanana msimu wa 2017 2018 na pia msimu wa 2023 2024. Kwa lugha nyingine msimu uliopita ambao kule Misri mechi ni 34. 34 maana yake ukizidisha mara 90 ni dakika 3060. Hizi ndio dakika huchezwa katika ligi kuu ya Misri katika misimu hii 2023-24 hata hii 2017-18. Ni misimu ambayo Al Ahly walimaliza ligi wakiwa wamefunga mabao 75, ambayo ukigawanya vizuri sasa ili kupata MPG ya Al Ahly ambayo ni rekodi katika ligi kuu ya Misri kuanzia 2010 2011 mpaka sasa katika ligi kuu ya Misri, rekodi ya kupachika mabao mengi ni ya Al Ahly ambayo MPG yake ukigawanya hapa vizuri utapata ni dakika 40 na sekunde 48. Hii ndio rekodi kule nchini Misri. Lakini hata nchini Afrika Kusini hivi sasa kwa mfano Mamelodi Sundowns imeshacheza mechi 23 kama timu nyingine. Mabao iliyofunga Mamelodi Sundowns kwa mechi 23 ni mabao 51. Tukizungumza mechi 23 tunazungumzia dakika 2070 ilivyo katika ligi kuu Tanzania bara ambapo Yanga na Simba wamecheza mechi 23. Sasa kwenye dakika 2070 Mamelodi dakika 2070 wamefunga mabao 51. Kwa hiyo MPG kwa utaratibu ule MPG ni kwamba utagundua hapa ni dakika 40. Yes, dakika 40, yani ukichukua 2070 gawanya kwa 51, dakika 40 na sekunde 30. Hii ligi kuu ya Afrika Kusini, hii Mamelodi nimehitaja kama mfano tu namna ambavyo timu nyingine hufanya kwenye ligi kuu zao. Hata ukienda TP Mazembe ya Kongo sasa hivi kwenye ligi kuu yao mpaka sasa ufungaji wake wa mabao ni wastani wa dakika 43 na sekunde 54. Lakini hata ukienda kwenye ligi dhaifu, inaenda Djibouti, ligi ya Mauritania, yani inamaanisha ligi ambazo hazimo miongoni mwa top 12 leagues ambazo kwa mujibu wa CAF ndizo hutoa timu 4 kwenye michuano yake ya klabu ya CAF, hakuna yenye kufunga kwa wastani ambao Yanga hivi sasa wanafunga. Yanga wanacholiingia ni kwamba wafungaji wako wengi. Dube kwa mfano hivi sasa ana mabao 11 lakini ana assist 7. Clement Mzize Walid ana mabao 11 ana assist 3. Theodore Pacome Zouzoua ana mabao 7 ana assist 9. Stefan Aziz Ki ana mabao 7 assist 7 na kadhalika. Matokeo yake wanafunga mabao mengi. Swali, wataendeleza makali haya? Kama wataendeleza basi ikumbuke kwamba itakuwa ni rekodi aina yake sio tu Tanzania bali barani Afrika, timu namna zinavyoshiriki kwenye ligi zao na kasi yao ya upachikaji mabao. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe,
una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwanduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.